Kwa majina naitwa Joshua Chai, nikiwa mimi ni mkazi wa hapa Kilifi North, na pia chairperson wa nimechaguliwa chairperson wa Suppliers and Contractors in Kilifi County. Leo tulikuwa tunaonana hapa kujadiliana mambo mawili matatu yanayotukumba kama suppliers na contractors, na pia kupanga pia mambo yetu ya uchaguzi wa ndani, na pia kuangalia ni jinsi gani tutaweza kusukuma serikali ili kuweza kulipwa yale madeni yetu ambayo pia tunadai hapa county. Vile vile pia kuangalia ni jinsi gani tutasaidika mbeleni kwa malipo yetu. So nimesikia huko nje watu wengi wakisema tuko na maandamano, but sincerely speaking, this is not a political thing, this is just wanabiashara. Na sisi tuko hapa kwa sababu ya kupanga maisha yetu ya kesho, manake wanabiashara ndo uti wa maendeleo wa jamii. So leo tumepanga na tumepata kuona zile ambazo tunadai, pending bills zetu. Tumeangalia, kila mtu ameangalia, kwa sababu sisi wote ambao tuko hapa we are representatives from sub counties. Tuko na kamati kila sub county hapa Kilifi County. So hao ambao wamekuja hapa ni just representatives. So wameleta matakwa na vilio vya kutoka kule mashinani. Sasa tumeleta makampuni na tumeangalia madeni yetu tunaodai, na kikweli hata kama tumelipwa kama wanavyosingizia, ni kuwa tumepatiwa ile kitu kidogo, just a token. Ukiangalia unadai milioni maybe 10 million ama 20 million, then somebody pays you 1 million. So hiyo 1 million ukinilipa mimi peke yangu, inamaanisha wale wengine umewaambia waje wanikope. Wakija kunikopa, the next thing wataniambia ni kuwa tukilipwa kule tutakulipa, and we all know that hakuna kesho wala kesho kutwa yenye huyo mtu atalipwa. So watu wanapiga kelele mmelipwa, but sincerely speaking ni kuwa hiyo kidogo ambayo imelipwa haisaidii. Kama nakudai 10 million, why don't you just pay that person his or her 10 million? Ndio huyo mtu aende pia akasaidia jamii yake, na pia hata pia uchukuzi hapa chini ama biashara hapa chini ziinuke. Manake tunavyojua kwa pesa ikilipwa wakandarasi wa kutoka hapa katika jimbo la Kilifi, hata pesa pia itakuwa ina circulate vizuri hapa chini. Lakini kama pesa itakuwa inalipwa na hujui inalipwa nani kwa wakati gani, na tunajua pesa imekuja, that means hapa chini uchumi unadodomea. Tukikwambia ni pesa ngapi ni mingi. I think uliona juzi wakiwa Senate, kuna over 4.6 billion zenye ziko pale kama pending bill, ziko tu pale, sawa. Na wengine wetu tumekuwa na za kuanzia 2023, wengine wako na za tangu previous regime, wengine wako kuanzia 2022, lakini nyingi kabisa zikiangaliwa ni za kuanzia 2022 mpaka saizi, unaona, of which hizi zote kuna muda zilikuja zikafanyiwa auditing, but we have never got a report kujua ni nini kilidiskasiwa, ni nini walipata kutokana na ile audit walifanya. We all know ukifanya kazi kuko na internal audit, but tulishangaa tukaona hawakuamini ule auditor wao internal, wakatafuta wengine outsiders wakakuja waka audit, na after ku audit bado still hawakulipwa. So tunashangaa hizi auditing za on and off ni za kazi gani? Ni za kazi gani? Furthermore pia tunaona kwanza wanatumia resources zetu vibaya. Kwa sababu mbona ulipe mtu aje ya audit na uko tayari na auditor internal? Mbona utafute mtu mwingine aje akufanyie hiyo kazi ambayo uko na mtu unamlipa kufanya hiyo kazi? So sisi hata hiyo kwanza kwetu it's not an issue, but issue is after you have done your auditing, why don't you pay us? Just pay us, kwa sababu sisi hiyo pesa tumetumia kukusupplyia ni madeni wengine tumechukua. At my age, hata ukiangalia hezi kwa mimi I can raise 10 million. Saizi hata ukiniambia ni raise sijui nitaitoa wapi. But ile banki iko pale, ile sako iko pale, through these good friends we have, wanatusaidia kwa mikataba. Sasa wewe ukikosa kunilipa ile mikataba yule ambaye amenisaidia nimeivunja, kesho mimi nitafukuzwa nyumbani, kesho mimi nitapokonywa gari, kesho mimi watoto wangu watafukuzwa shule. Nikirudi pale kwako unakuja unanipatia out of 10 million unakuja unilipa 1 million. Hiyo 1 million nitalipa loan, nitafuata other debts zenye zinaningoja, ama nitafanya nini nayo? So you see, it's just a drop of cold water in an ocean. It does not help. That's why we are calling out the governor and his entire system. Aangalie pale ndani, because we know very well he knows whatever is going on.
Cause yeye wanasema kuwa samaki akianza kuoza, anaanza kuozea kwa kichwa. Hakuna samaki mwenye alianza kuozea mkia. So let the governor come out very clearly, atuambie when is going to pay us. That's all what we want. Sisi hatuna vita na government, cause we are here business, kama business team. Ni sawa. Tumekuwa hapa na the other regime ikaenda, so wamekuja wametupata sisi hapa. Na hii pia itaenda, so watakuja watatupata hapa. Sasa shida ni wanajisahau, wakitoka sisi tunabaki hapa, ni wao watarudi kutuomba tena msaada sisi. Kwa sisi kama wanabiashara, we don't die. Ni sawa. Hao kwa sababu it's just a political appointment, you'll go my brother. But what about tomorrow? Ni nini unapanga ya kesho? So ni hayo.